Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imepanga mipango ya ushirika na mataifa mengine katika kujibu uchokozi wa Israel ambao unapangwa kwa siku zijazo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ametoa wito wa kuimarishwa kwa uratibu wa kieneo ili kukabiliana na uvunjaji wa sheria wa utawala wa Israel na malengo ya kupenda kujitanua. Mpango wa serikali ya Israel ni kujitanua na kuteka maeneo mengi zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hivyo mamlaka za Iran zimetengeneza mazingira katika baadhi ya mataifa kuhakikisha yanajilinda ipasavyo dhidi ya mashambulizi yanayofanywa na Israel. Hii ni katika kongamano la sheria ya kimataifa chini ya shambulio, uchokozi na ulinzi iliyofanyika Tehran. Araghchi aligusia hali nyeti za kieneo na kimataifa zinazotokana na uchokozi wa upande mmoja wa Marekani na mashambulizi ya utawala wa Israel dhidi ya nchi za eneo. Amesisitiza udharura wa kuwepo maelewano na uratibu zaidi kati ya mataifa ya eneo ili kukabiliana na ukiukwaji wa utawala wa Israel na msukumo wake wa kutaka kutawala. Araghchi pia ameashiria ulazima wa kuundwa umoja na mshikamano kati ya vipengele vyote na mataifa kama vile Lebanon na mataifa mengine ya eneo hilo katika kukabiliana na uchochezi na vitisho vya utawala wa Israel. Kisha amethibitisha uungaji mkono wa Iran kwa serikali ya Lebanon, Yemen na watu wa upinzani katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, waziri wa zamani wa mambo ya kigeni wa Lebanon Adnan Mansour amelaani siasa za kupenda kujitanua na mashambulizi ya kijeshi ya Israel dhidi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na mataifa jirani na kusisitiza wajibu wa pamoja wa nchi za eneo kujibu pasavyo vitisho vya utawala wa Israel kwa amani na uthabiti wa eneo hilo. Vilevile amesifu umoja na mshikamano wa kimataifa na watu wa Iran wakati wa makabiliano ya siku 12 ya uvamizi wa kijeshi wa Israel mwezi Juni na kushukuru uungaji mkono wa Iran kwa serikali ya Lebanon na watu wa upinzani. Hata hivyo, Iran wakati huu inatengeneza mazingira ya kuwa na ushirika na baadhi ya mataifa ulimwenguni ikiwa ni pamoja na Pakistan. Sasa hivi kumekuwa na ushirika uliotengenezwa kati ya Iran na Pakistan na ni katika kuhakikisha wanajilinda ipasavyo katika eneo hilo. Iran na Pakistan zipo katika kupima mipango ya mahusiano ya karibu na wanadiplomasia wa vyeo kutoka Iran na Pakistan wamejadili njia za kupanua na kuimarisha uhusiano katika nyanja mbalimbali. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Majid Takhti Ravanchi alifanya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Muhammad Ishaq Dar mjini Islamabad mnamo Jumatatu, ambapo naibu waziri huyo wa Iran yupo mjini Islamabad kushiriki katika mkutano wa 13 wa mashauriano ya kisiasa ya pande mbili. Takhti Ravanchi na Ishaq Dar walizungumza kuhusu mipango ya mkutano wa majadiliano ya kisiasa, maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa na mipango ya kupanua uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Mkutano wa 13 wa mashauriano ya kisiasa baina ya Iran na Pakistan utaongozwa na Takhti Ravanchi na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Amna Baloch. Ikumbukwe kwamba Pakistan ni moja kati ya mataifa yanayomiliki silaha za nyuklia katika bara la Asia, na hivyo Iran imetengeneza mazingira mengine ya kuwa na mshirika anayemiliki silaha za kinyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.